Tuelekee kaunti nambari 3 ambapo mahakama ya ardhi na mazingira huko Malindi, kaunti ya Kilifi, imefutilia mbali rufaa iliyowasilishwa na kampuni ya Amu Power kupinga uamuzi wa mwaka 2019 wa jopo la mazingira lililobatilisha kibali cha thamini ya mazingira kuhusu mradi wa kawi ya makaa uliokuwa uanzishwe katika kaunti ya Lamu. Uamuzi huo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na wakaazi wa Lamu pamoja na wanaharakati wa mazingira umeunga mkono uamuzi uliotolewa na jopo hilo Juni 26 mwaka 2019. Wa Lamu ambao idadi yao ni karibu watu 300,000 ambao wametapakaa maeneo yote ya Lamu na katika viungo vyake. Hao watu wote walikuwa wana shida, wana tabu na wanahofia maisha yao na chakula zao na mazingira yao kwa sababu ya mradi huu wa sumu ambao laiti kama ungekubalika uje pale, basi inamaanisha Lamu ingepotea, maisha ya wakazi wa pale yangeharibika na tungekuwa sisi hatujijui, hatujitambui. Therefore, it means that if public participation was not followed in accordance with the Constitution, in accordance with the Environmental Coordination and Management Act and its regulations, therefore the foundation of the entire project as well as the foundation of the entire environmental impact assessment license then cannot stand. Leo tuna furaha kubwa kuwa Mungu yuko nasi kwa sababu sisi ni jamii ndogo ambao tumetoka kule Lamu na tumekuwa kotini kuishtaki serikali kuweza kuondolea mbali mradi huu kwa takriban sasa miaka 8, na leo haki imepatikana kwa sababu ile apili ambayo ilikuwa imewekwa imeweza kubatilishwa na kipengee muhimu kilikuwa ni cha public participation. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, tuelewe kuwa katiba imetupatia sisi fursa kubwa ya kuweza kutoa maamuzi katika maendeleo ambayo yanafanywa. Tuelekee kaunti nambari 5 kutokana na kiangazi